بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال حديثنا حول الفقه الإسلامي. Leo tunazungumzia au bado tunaendelea kuangalia mfumo wa sheria za Kiislamu katika upande wa ibada ya zaka. Tufahamana vizuri. Mfumo wa sheria za Kiislamu katika upande wa nini? Upande wa ibada ya zaka. Ikumbukwe kwamba ibada ya zaka katika nguzo za Uislamu ni ibada ya ngapi? Ni ibada ya ngapi? Ya pili. Ibada ya kwanza ni nini? Iqamati swala, ni kusimamisha nini? Ni kusimamisha swala. Na ibada ya pili ni nini? Itai az-zakat, ni kutoa nini? Ni kutoa zaka. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza na kutufundisha katika hadithi yake ambayo inatokana na majibu aliyokuwa akimjibu Sayyiduna Jibril alayhi salatu wassalam pale alipomwambia akhbirni anil imani, niambie kunako imani ni nini. Wakati huo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa na masahaba zake. Ittala alaina rajulun shadidul bayad, shadidu sawadi sha'ri, shadidul albayad. Wakati alipotudhihiria na kututokea mtu ambaye nywele zake zilikuwa ni nyeusi sana, lakini pia ni mweupe sana, ambaye alikuwa ni nani? Ni malaika Jibril alayhi salatu wassalam. Fa asbaha, akawa anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idh huwa ma'a ashaba, akawa anamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati yuko na masahaba zake, akamwambia akhbirni anil imani, niambie kunako imani ni nini. Akamwambia al-imanu an tu'mina billah, kwanza ni kumwamini nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, na malaika zake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wa bil qadar, na kuamini nini? Uwezo wake, khairuhu wa sharrihi min Allah subhanahu wa ta'ala, khairi zake na shari zake zote zinatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Faqala Sayyiduna Jibril alayhi salatu wassalam li Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Jibril akamwambia tena Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akhbirni anil islam, niambie Uislamu ni nini. Akamwambia al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, kwanza ni kushahidilia. Tumefahamiana? Kwa nini? Kwa moyo, na kutamka kwa nini? Ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa nani? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo taarifu ya nini? Ya Uislamu. Tumefahamiana? Wa iqami as-sala, na kusimamisha nini? Wa itai az-zakat, na kutoa nini? Wa saumi Ramadhani, na kufunga mwezi mtukufu wa nini? Wal hajjil baiti, na kwenda kuhiji wapi? Kwenda kuhiji Maka. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo nguzo ya kwanza katika Uislamu ni kutoa shahada. Nguzo ya pili, nguzo ya kwanza katika imani ni kuamini. Kwa maana katika Uislamu unakuja kukitamka kile ambacho kiko katika nini? Katika moyo, kwa sababu imani inakaa wapi? Moyoni. Na imani inahusika na yale ambayo wewe hauyadiriki kwa nini? Kwa macho. Umefahamiana vizuri? Kwa hiyo unaamini kwa kupitia moyo. Sawa eh? Sasa shahada inakuja kudhihirisha kile kilichoko wapi? Moyoni. Ndio maana mtu akitoka katika dini nyingine na anajiunga katika Uislamu lazima atamke nini? Shahada, kudhihirisha na kuthibitisha kile kilichoko wapi? Katika moyo. Tumefahamiana vizuri? Sasa nguzo ya pili baada ya imani ni nguzo gani? Iqamati swala, ni kusimamisha nini? Ni kusimamisha swala. Tumeelewana vizuri? Baada ya swala, baada ya ibada ya sala, nguzo inayofuata ni kutoa nini? Ni kutoa zaka. Ndio maana utaona katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingi
amila al-muqarana, amehusanisha baina ya ibada ya sala na nini, na zaka. Tumefahamiana vizuri, kwa sababu sala ni kiunganishi baina yako wewe, ni kiunganishi cha ulimwengu wa kiroho baina yako wewe na nani, na Mwenyezi Mungu. Tumefahamiana, lakini pia ni kiunganisho baina yako wewe na binadamu wenzako. Ndio maana ikawa katikati ya imani, katikati ya shahada na katikati ya nini, ya kutoa zaka. Tumefahamiana vizuri, katikati ya imani, katikati ya nini, ya imani kwa maana ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, na katikati ya nini, ya kutoa zaka. Ikawa katikati, maana yake inakuunganisha huku na inakuunganisha huku. Umeelewana vizuri? Inakuunganisha na akhira yako na inakuunganisha na nini, na dunia yako. Umeelewa falsafa hiyo? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingi amehusanisha kwamba kuna mahusiano makubwa kati ya ibada ya sala na nini, na zaka. Umeelewana? Kwa maana nyingine unaweza ukasema kwamba wa aqimu salata wa atu zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa, wa aqimu salata wa atu zakat. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba dini ya Uislamu ni dini iliyopangwa katika mfumo maalum. Umeelewana? Na miongoni mwa mifumo yake tunasema huwa dinun ashamil, ni dini ambayo imekusanya baina al-imani, umefahamiana, baina ya maisha ya kiimani na maisha ya kidunia ambayo tunafanyaje, tunayoishi. Tumeelewana vizuri? Baina ya maisha ya akhera na maisha ya wapi? Maisha ya akhera yanahusikana na imani na maisha ya dunia yanahusikana na nini? Na muamalati baina yetu. Umeelewana? Sasa hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ikiwa tutalemaa tu Waislamu katika upande mmoja wa nini, wa ulimwengu wa akhera, na tukasahau dunia yetu, maana yake ni sifuri. Maana yake ni nini? Ni sifuri. Kwa sababu mahitaji ya dunia tunayoyataka yanakwenda sanjari na mahitaji ya imani. Tumefahamiana vizuri? Mahitaji yetu ya kidunia yanakwenda sanjari na mahitaji ya nini? Ya imani. Hauwezi ukavibagua hivi vitu. Kwa hiyo ibada ya zaka, ukasema kwamba mimi ninasali peke yake alafu sitekelezi ibada ya zaka kwa makusudi, anta rajulun fashil. Tumefahamiana vizuri? Wewe unakuwa umefanyaje? Umefeli. Kwa hiyo hapa tunagundua kwamba miongoni mwa sababu zilizopelekea sisi Waislamu kuendelea kubakia nyuma na kushindwa kutatua changamoto tulizonazo na matatizo yetu tulionayo, moja kati ya sababu hizo ni kupuuza ibada ya nini? Ibada ya zaka. Bali tumewekea kwamba ibada pekee ni ibada ya nini? Ya sala peke yake, na tukasahau ibada ya nini? Ya zaka. Maana yake maisha ya imani peke yake hayawezi yakawa ni sababu ya sisi kutufanya tuache pia maisha ya nini? Ya kutengeneza uchumi wetu. Imani inakwenda sanjari na kutengeneza nini? Na kutengeneza uchumi. Tumeelewana vizuri? Ndio maana ikafaradhisha ibada ya zaka. Lakini zaka imekuja kuwa ni sehemu ya suluhisho la matatizo ya kijamii ambayo tulionayo. Matatizo ya kijamii kwa maana nyingine, sisi kama jamii tunahitaji kuwa na uchumi uliokuwa bora. Tunahitaji rasilimali watu ambayo itakayofanya kazi. Tunahitaji misingi bora ya elimu kwa maana ya kutengeneza shule zenye mustawa wa kiwango. Tumefahamiana vizuri? Tunahitaji kutengeneza viwanda. Tumefahamiana vizuri? Lakini pia tunahitaji afya, maana yake tuwe na hospitali ili hawa watu wanaokwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu wawe katika afya iliyokuwa nini? Iliyokuwa bora. Tumeelewana vizuri?
tunahitaji kuwa na vyombo vya habari vyenye nguvu ambavyo vitachangia kupigana au kuelimisha watu juu ya mmomonyoko wa maadili na kutoa maarifa mengine. Tumeona vizuri? Tunahitaji kwamba tuwe na makazi bora. Kwa mfano leo tunahitaji mashehe wetu wa kata ndani ya nchi yetu wawe na bima ya afya. Tunahitaji mayatima wawe na bima ya afya. Tunahitaji wajane waliofiwa na waume zao wawe na bima ya nini? Wawe na bima ya afya. Tunahitaji mabinti wa Kiislamu ambao waliofeli au vijana wa Kiislamu waliofeli kwenda shule, kuendelea na masomo katika shule, wawe na vyuo vya ufundi ambavyo vitakavyokuza vipaji vyao. Tumeelewana vizuri? Haya, hivi vyote vinatengenezwa kutoka wapi? Ni lazima pawe kuna mkakati wa uchumi. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo Uislamu umetuwekea ibada ya zaka kwa maana ya kuchukua kwa wale walionavyo, si ndivyo? Kwa matajiri kuja kuwasaidia nani? Kuwasaidia maskini, kwa maana ya kuanzisha miradi ya nini? Ya kiuchumi au miradi ya kimaendeleo. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo sisi leo Waislamu tumefeli. Hatuna hospitali kubwa. Tumeelewana vizuri? Hatuna vyuo vya ufundi, hatuna vyuo vikuu. Tumeelewana vizuri? Hatuna shule za msingi kwa niaba ya kutengeneza kizazi kipya. Leo mwanafunzi wa madrasa mathalan anasoma, lakini baada ya kumaliza hajui anakwenda kufanya nini. Leo mwalimu wa madrasa anafundisha, lakini mwisho wa siku hana mshahara utakaoweza kumfanya akimu mahitaji yake ya kila siku. Tumefahamiana vizuri? Leo vijana mabinti wetu wa Kiislamu ndio wanaokwenda kujiuza kwa sababu ya kutafuta tonge la nini? La kuishi. Tumeelewana vizuri? Hii maana yake ni nini? Ni kwa sababu hatujatekeleza ibada hii ya nini? Ya zaka. Tumeiacha nguzo hii muhimu ya ibada ya nini? Ya ibada ya zaka. Tumeelewana vizuri? Na wengi viongozi huzungumza kwamba hatutekelezi, huwalaumu baadhi ya watu kwamba hawatekelezi ibada ya zaka. Tumefahamiana? Lakini mwisho wa siku hata wale ambao wanaotoa zaka kwa lengo la kutoa zaka, lakini hawatoi zaka bali wao wanatoa nini? Wanatoa sadaka. Sio, mnaelewa hii nukta? Kwa sababu zaka ili itolewe inahitaji mambo mangapi? Mambo matatu. Lazima kwanza ipatikane idaratun at-takhtit. Idaratun at-takhtit. Ipatikane idara ya mipango. The administration of planning. Tumefahamiana? Idara ya nini? Idara ya mipango. Na idara ya mipango imegawanyika sehemu ngapi? Sehemu tatu. Kuna idara takhtitul mada. Kuna idara ambayo inahusikana na mipango ya muda mrefu. Tumefahamiana? Kuna idara tu ataktikia. Atakhtitu ataktikia ni ile idara ya mipango ya kati, na idara ya mipango ya muda mfupi. Tumefahamiana? Idara ya mipango ya muda mrefu ni ile ambayo inayozungumzia kuanzia miaka 10 kwenda mpaka miaka 50. Tumefahamiana vizuri? No, kuanzia miaka 50 kwenda mpaka miaka 100. Idara ya muda, mipango ya muda mrefu. Takhtitu tawilul mada. Tumefahamiana? Sasa ukija mipango ya kati ndio hii kuanzia miaka 5 mpaka miaka mingapi? Mpaka miaka 10. Idara ya muda mfupi, mipango ya muda mfupi ni mipango ya kuanzia mwaka 1 mpaka miaka mingapi? Mpaka miaka 5. Tumeelewana vizuri? Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini kuna idaratun at-tahsili. Idaratun at-tahsili. Hii ni idara maalum ambayo kazi yake itakuwa ni kukusanya zaka. Tumeelewana vizuri? Yaani idara ya mipango inakaa na kuchakata mipango gani imeiweka, kwamba hapa patahitaji shule, hapa patahitaji kituo cha afya, hapa watahitaji nini? Watahitaji huduma zingine, watahitaji kilimo mathalan. Hawa watahitaji ardhi. Tumefahamiana? Ili waweze kufanyaje? Waweze kulima. Hawa watahitaji mafunzo maalum. Tumeelewana vizuri? Sasa idara tutahsili
yenyewe inakuja kufanya kazi baada ya kuwa limeshafanyika zoezi la sensa ya Waislamu, kuwajua ni Waislamu wangapi ambao ni matajiri, kuwajua Waislamu wangapi ambao ni maskini, kuwajua Waislamu wangapi ambao wanafanya kazi, na kuwajua Waislamu wangapi ambao wamejiajiri. Tumeelewana vizuri? Wangapi pia hawafanyi nini? Hawafanyi kazi. Tumeelewana? Lakini kwa kupitia sensa utajua tuna wajane wangapi, na tuna mayatima wangapi, na tuna wazee wangapi wenye umri mkubwa ambao wanatoka katika kaya maskini, ili na wenyewe waweze kufanyaje? Waweze kusaidiwa. Tumefahamiana vizuri? Tuna walemavu wangapi? Walemavu labda wa macho, walemavu wa mikono, na walemavu wa miguu, na walemavu wa nini? Wa akili. Baada tu ya idaratu at-tahsil kuwa imekusanya sasa hizi kutoka kwa watu ambao ni maalum kwa ajili ya ihsaia, tumefahamiana, kwa ajili ya sensa, wao watakuwa wameshamaliza kazi yao. Inabakia idaratu tawsia, yani hii idaratu at-tahsil ambayo kazi yake ni kukusanya, tumefahamiana, yenyewe sasa inapeleka kwa wale wataalamu ambao kazi yao ni kugawa. Idaratu tawsia, idaratu tawsia, wale ndio wanajua sasa, hapa hiki hapa tukipeleke hapa, hiki hapa tukipeleke hapa, hiki hapa kiende pale, kulingana na nini? Na mipango waliowekewa. Yani kama vile mathalan msikiti, moja kati ya kazi yake unatakiwa ujue waumini waliouzunguka ule msikiti, tumefahamiana, wako katika hali gani? Kuna mafakiri wangapi? Kuna mayatima wangapi? Kuna wajane wangapi waliofiwa na waume zao? Lakini pia kuna walemavu wangapi? Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo inapotokea sadaka msikitini au jambo la kijamii limeletwa msikitini, moja kwa moja mnakuwa mnajua kwamba fulani ndio anastahili kupata hiki, fulani anastahili kupata kile. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo mambo mangapi hayo? Mambo matatu ambayo sasa ukija ukaangalia sisi katika taasisi zetu za Kiislamu mpaka leo tumeshindwa kustruggle na kusimamia hii ibada. Maana yake tumeshindwa kutengeneza hizi idara ngapi? Idara tatu. Tumeelewana vizuri? Hizi idara tatu tumeshindwa kufanyaje? Tumeshindwa kutengeneza. Ndio maana tunashindwa kutatua changamoto zetu ambazo zinazotukabili, na kila siku tunabakia kufanya part-time. Leo hata idara ya dawa, ya dawa haina bajeti maalum kupitia taasisi zetu. Tumeelewana? Yaani kwamba tumetengeneza idara tu dawa itakayozunguka labda nchi nzima. Bajeti yao ni hii hapa. Hii bajeti inatoka wapi? Inatoka katika mfuko ambao umetokana na nini? Na zaka zinazotolewa kutoka kwa nani? Kwa matajiri. Sasa matokeo yake ni nini, au athari yake ni nini, au madhara yake ni nini kwa kushindwa kuunda hizi idara? Ndiyo maana leo utaona kwamba baadhi ya viongozi wetu wanakwenda kwa matajiri kwa ajili ya kuomba. Tumefahamiana vizuri? Kwa ajili ya kufanyaje? Ya kuwaomba. Unaweza ukaenda kuomba kwa jina la zaka, lakini kumbe tajiri yeye hatoi zaka, bali anatoa nini? Anatoa sadaka. Tumeelewana vizuri? Anatoa nini? Anatoa sadaka. Kwa sababu tumeshindwa kutengeneza mfumo wa idara kupitia ibada ya nini? Ya zaka. Tumeelewana vizuri? Ndio maana leo ukiingia mathalan shule za kata, utakuta kwamba watoto wa Kiislamu ndio wengi wanaosoma katika shule za nini? Katika shule za kata. Lakini ukienda chuo kikuu hauwaoni. Unakuta idadi inazidi kupungua kwa kadri madarasa yanayofanyaje? Yanapopanda. Kwa chuo kikuu unakuta ni wachache. Kwa nini ni wachache? Ina maana wengi wanabaki huku. Sasa hao wanaobaki tunawafanyaje? Tukiwaacha ndio tunazaa madereva bodaboda, tunazaa machinga wengi, tunafahamiana. Tunazaa watu ambao kazi yao ni kwenda kijiweni na kukesha kwenye kahawa. Tunazaa watu ambao wanapoteza rasilimali muda katika mambo ambayo yasiyofaa, badala ya kupoteza rasilimali muda katika kuzalisha, ili jamii zingine zije kutumia kile ambacho kinachozalishwa na nani? Na Waislamu. Tumefahamiana vizuri? Leo ukizunguka tuna takriban vijue vya kahawa zaidi ya 73.
lakini 90% ya vijiwe hivyo ni vya Waislamu. 80% wanaokaa hapo ni Waislamu. Tumeelewana? Maana yake ni nini? Maana yake ni sisi tunakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ajira, na hii changamoto ya ukosefu wa ajira inasababishwa na mfumo mbaya wa tafsiri mbaya tulioipata kutoka katika nini? Katika hii maana yenyewe ya Uislamu kupitia nguzo za nini? Za Uislamu. Tumerakiz kwamba ni kwenda kusali tu peke yake na ibada ya zaka haituhusu. Tumefahamiana vizuri? Ibada ya zaka ifanyaje? Haituhusu. Sasa madhara yanayojitokeza ni kwamba matajiri wenye mali zao Waislamu wamekuwa wakijikita kwenda kuwekeza katika mambo mengine. Wamekuwa wakijikita kwenda kuwekeza katika mambo ya anasa. Tunafahamiana? Wamekuwa wakijikita kwenda kusapoti mambo ya starehe. Wamekuwa wakijikita kwenda kuwekeza mali zao katika mambo ambayo yanaleta mmomonyoko wa maadili. Tumefahamiana vizuri? Badala ya kujikita katika kuwekeza katika mambo ambayo yatakayoleta tija kwenye jamii ya Kiislamu na kuleta mageuzi kwa kizazi cha Kiislamu cha sasa na kile kinachofanyaje na kile kinachokuja. Tumeelewana vizuri? Maana yake hata ile unit, the Islamic Unit of Organizations, kwamba umoja wa taasisi za Kiislamu ambao utakaoweza kukaa na kudrafti changamoto za Uislamu kwa pamoja imeshindikana. Kila mtu analalia upande gani? Kila mtu analalia upande wake. Lakini wanaoteseka na kuzidi kupotea ni nani? Ni Waislamu. Tumefahamiana vizuri? Ni Waislamu. Sasa ina maana tunajimaliza wenyewe kwa wenyewe bila kufanya nini? Bila kufanya tafakur. Tunajimaliza wenyewe kwa wenyewe bila kufanyaje? Bila kufanya tafakur. Kwamba wakati mwingine anayehesabika adui wa Muislamu ni yule asiyokuwa Muislamu. Lakini kwa sehemu ya kwanza, adui wa Uislamu ni sisi wenyewe nani? Ni sisi wenyewe Waislamu. Kwa kushindwa kuwa na idara nzuri kwa ajili ya maslahi ya umma na mustakabali wake. Umeelewana vizuri? Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema hasinu amwalakum bizaka, zihifadhini mali zenu kwa kutoa nini? Kwa kutoa zaka. Kwa sababu zaka ni neema. Neema ambayo Mwenyezi Mungu amekutunuku wewe, si tu kwa ujanja wako, bali iwe ni sehemu ya misaada ya wengine kwa kupitia nani? Kwa kupitia wewe. Tumefahamiana? Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa tahadhari kwa wale ambao wanaoziwia zaka zao kwa makusudi. Tumefahamiana? Anasema manio zaka, sivyo? Mana qaumun az-zaka, hawakupata kutokea Waislamu wakajiziwia kutoa zaka kwa makusudi illa ibtalahumullahu bisinin, illa ibtalahumullahu bisinin, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa mitihani ya ukame. Wako wengi waliokuwa na pesa, matajiri wenye neema hizo, lakini walipojiziwia kutoa zaka, Mwenyezi Mungu ibtalahum bisinin, aliwafanya wakawa ni wenye kufilisika. Umeelewana vizuri? Aliwafanya wawe ni nani? Ni wenye kufilisika. Sasa hukumu zaka yani mali ya hukumu zaka. Hukumu ya zaka ni nini? Annaha ruknu min arkani al-islam al-khamsa. Zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu ngapi? 5. Kama ambavyo ilipokelewa katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bunya al-islamu ala 5. Uislamu umejengeka juu ya nguzo ngapi? Ya kwanza, shahadatun an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, wa iqami sala, wa itai zaka, wa somi ramadhani, wal haji al-bayt. Tumefahamiana vizuri? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika Qur'ani kwamba wa aqimus salata
wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasana. Katika aya nyingine wa aqimu salata wa atu zakata wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Leo hata madrasa zetu ukizitazama hazina ubora wa kiwango. Hazina ubora wa nini? Hazina ubora wa kiwango, kwa sababu unapozungumzia madrasa maana yake ni shule. Lakini unaweza kukuta kwamba madrasa ni kanini? Kachumba kamoja, kakordo, kadogo, hakana hali. Tumeelewana vizuri? Lakini wakati huo huo mzazi pia hata akimleta mwanae kutoa tu ile pesa kwa ajili ya ada ya shule anashindwa ya mwanae. Lakini wakati huo huo utasikia tuition, utasikia elimu shuleni, utasikia siku madaftari shuleni, utasikia michango kibao, na yote anatekeleza. Inapofikia wakati wa ada ya mwalimu kwamba apate mshahara wake walau kwa shilingi 1000, ujumbe unakuja kwamba mwalimu nivumilie kidogo, unajua nimelipa ada za wanangu wapi? Shuleni. Sasa maana yake walimu wanapitia changamoto kubwa, ni kwa sababu ya kutokuwa na mifumo sahihi ya idara zetu katika upande wa ibada ya nini? Wa ibada ya zaka, kupitia taasisi ambazo zinafanyaje? Zinatuongoza. Tumeelewana vizuri eh? Sasa dalilu mashru'iyati, kwamba zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kwa dalili gani? Tumefahamiana vizuri? Nahnu abna'u dalil. Sisi ni watoto wa nini? Wa dalili. Tunalalia pale ambapo dalili itakapokuwepo. Ni kweli zaka ni sehemu ya nguzo katika nguzo za Uislamu, lakini kwa dalili gani? Wa aqimu salata wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasana. Tumefahamiana? Wa aqimu salata wa atu zakata wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Hadhihi min dhimni al-adilla allati tadullu ala anna az-zakata ruknun min arkani al-Islam. Hizi ni sehemu ya dalili zinazoonyesha wazi kwamba zaka ni katika nini? Ni katika nguzo za nini? Za Uislamu. Tumefahamiana? Maana yake atakayepinga kutoa zaka kwa makusudi ile hali anajua kwamba ni wajibu kwake na uwezo wanao, maana yake ni nani? Faraja an millati al-Islam, ametoka katika mila za nini? Za Uislamu. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Mal hikma fi mashru'iyyati zaka? Kuna hikma gani mpaka tumewekewa sheria kwamba ni wajibu kwetu sisi kutekeleza ibada ya zaka? Mahi al-hikma, hikma yake ni nini? Sehemu ya kwanza, tahqiqi takaful al-ijtimai, ni kuhakikisha ule muunganiko wa nini? Wa Kiislamu baina afradi al-mujtama, kwa watu wanaoishi katika jamii moja. Tumeelewana vizuri? Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba binadamu na watu, akawafanya kuwa ni matabaka tofauti tofauti. Tumeelewana vizuri? Kuna matajiri na kuna nani? Kuna maskini. Tumeelewana? Kwa hiyo zaka, moja kati ya kazi yake ni kuhakikisha inatoka kwa matajiri kwa lengo la kuja kutatua changamoto za nani? Za maskini. Tumeelewana vizuri? Sasa changamoto za maskini unapozitatua wewe kama tajiri, na huyu maskini akajua kwamba mali hii nimesaidiwa kutoka kwa nani? Kutoka kwa tajiri, atakupenda au hakupendi? Atakupenda. Na wewe kama tajiri mwenye nacho ukaziwia kutoa mali yako, na ile hali kuna maskini pembeni yako anajua kabisa wewe ni tajiri, lakini yeye anakufa na njaa, na wengine hata ufunga milango wakati wanaenda kuombwa, tajiri ile maskini anakuchukia au anakupenda? Anakuchukia. Tumeona vizuri? Anafanyaje? Anakuchukia. Anakuchukia kwa sababu umemnyima makusudi. Tumefahamiana? Wa addu zakata amwalikum, Mwenyezi Mungu anasema natekelezeni zaka za nini? Za mali zenu. Tumefahamiana? Tahqiqu maana at-tarahumi wa ta'awun, ni kuhakikisha kwamba unapotoa zaka au ibada ya zaka imefaradhisha kwa ajili ya kuhakikisha
ile maana halisi ya kuhurumiana na kufanyaje na kusaidiana. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alismi waludwani wa maasiyati rasul. Saidianeni katika mambo mema, saidianeni katika mambo ya uchamungu, saidianeni katika mambo yenye manufaa. Lakini leo imekuwa ni aksi, kwamba tunasaidiana na taawanu ala alithmi waludwan, tunasaidiana katika madhambi na uadui, na wala na taawanu ala albirri, wala kusaidiani katika wema na nini na uchamungu. Tumefahamiana vizuri? Sasa hii hapa huhakikisha ile maana halisi ya huruma na kusaidiana baina almuslimina, sawa, jamaati bainahum aqidatun wahida, ambao wamekusanywa katika itikadi hii, itikadi moja. Tumefahamiana? Yani mama tutakavyokuwa hali zetu ni tofauti, baina ya matajiri na maskini, baina ya mweusi na mweupe, baina ya mfupi na mrefu, baina ya mnene na mwembamba, tumeelewana? Baina ya madhehebu, wewe dhehebu fulani, mimi dhehebu fulani, lakini mwisho wa siku tumekusanya na akida hii moja ambayo ni la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, ambayo ndiyo nguzo ya kwanza katika imani, antu'mina billah, na ndiyo nguzo ya kwanza katika Uislamu, antashhada an la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Tumefahamiana vizuri? Sehemu ya mwisho, ziyadatul mahabba wal mawaddatun baina an-nas, ni kuzidisha mapenzi na upendo kwa nani? Kwa watu. Tumeelewana vizuri? Kuzidisha mapenzi na upendo kwa watu. Unapotoa zaka, maana yake unafanyaje? Unazidisha upendo kwa watu. Tumeelewana vizuri? Ndio maana ipo hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo inayokataza na kuwakimbiza watu katika swala la ubakhili. Kasemaje? As-sakhiyu, sawa? As-sakhiyu qaribun min Allah subhanahu wa ta'ala, qaribun min an-nas, qaribun min al-janna. Tumefahamiana vizuri? Ba'idun min an-nar, kwamba mtu mwema, mtu mkarimu, yuko karibu zaidi na nani? Yuko karibu na Mwenyezi Mungu, yuko karibu na watu, yuko karibu na nani? Yuko karibu na pepo, yuko mbali na nani? Yuko mbali na moto. Wal bakhilu ba'idun min Allah, mtu bakhili yuko mbali na nani? Na Mwenyezi Mungu. Ba'idun minan nas, yuko mbali na nani? Na watu. Karibu minan nar, anakuwa karibu na nini? Na moto. Wa ba'idun minal janna, na anakuwa mbali na nini? Na pepo. Tumefahamiana vizuri? Sasa leo miongoni mwa sifa, kama tulivyosoma fi ilmi al-ijtimai, sawa, katika elimu ya jamii, miongoni mwa sifa zinazouchafua umma wa Kiislamu ni kupata watu ambao ni mabakhili. Tumefahamiana vizuri? Watu ambao ni nani? Ni mabakhili. Kwamba ili utoe lazima kwanza upigiwe kelele. Ili utoe lazima ufanyaje? Na kuna mtu mwingine cha kwake anachukua na cha mwenzake anafanyaje? Anachukua. Na wakati huo huo anachukua cha yule mtu ambaye pengine hata hajiwezi hata kidogo, hajimudu hata kidogo, lakini yeye ana uwezo, lakini anaenda anachukua mpaka yule anayefanyaje, sababu ya ubinafsi pamoja na nini? Na ubakhili. Waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ndivyo Qur'an inasema kwamba yeyote atakaye jitenga mbali na ubakhili binafsi wa yeye mwenyewe, au atakuwa miongoni mwa watu waliofanyaje? Waliofaulu. Kwa hiyo sisi, miongoni mwa sababu zinazopelekea sisi kufeli ni pamoja na kufanyaje? Kuwa mabakhili. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo hadha huwa adarusuna leo, wa wale wote ambao tunafuatilia vipindi vyetu hivi kupitia darasa letu hili la fiqh kutoka Al-Mu'min Thanawi, support yenu kwetu sisi ni kusubscribe channel yetu,
sanjari na kushare na kulike, lakini pia kucomment kwa niaba ya kutoa maoni mbalimbali ambayo yatakayofanya sisi kuboresha darasa letu hili. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.